kwanza utakiwa kumhudumia Mungu. Kipengele cha pili katika somo la moyo na roho ya mwabudu halisi, tukaona mwabudu halisi ana moyo uliojisalimisha au uliojitoa. Mwabudu halisi ana moyo uliojisalimisha au uliojitoa, kwamba Mungu hataki tu sauti ya ibada, anataka kujisalimisha kumwelekea yeye. Haleluya. Pia kipengele cha tatu tukaona mwabudu halisi uabudu katika roho, kwamba mwabudu halisi uabudu katika roho. Na andiko letu la somo ambao inasimamia somo letu ni Yohana ile sura ya 4 mstari ule wa 23 mpaka 24, kwamba anatafuta wale watakao mwabudu katika roho na nini na kweli. Kipengele cha 4 ambacho leo tutaendelea nacho ni mwanadamu halisi au mwabudu halisi uabudu katika kweli. Haleluya. Kwa ni muendelezo wa masomo yetu. Wewe ambaye kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo, huo ndio ulikuwa mwanzo wetu mpaka hapa tulipofika leo. Tunaendelea katika moyo na roho ya mwabudu halisi, kipengele cha mwabudu halisi uabudu katika kweli. Haleluya. Mwabudu halisi uabudu katika kweli. Tufungue Yohana sura ile ya 17 mstari wa 17. Yohana sura ya 17 mstari wa 17. Yohana 17 mstari wa 17. Wasomaji hapo. Rudia tena. Tasoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 17 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kweli si hisia zetu, si tamaduni zetu, si mapokeo yetu, si mitindo yetu, na si kile kinachopendwa na watu wengi. Haleluya. Kweli si hisia zetu, si tamaduni zetu, si mapokeo yetu, si mitindo yetu, na si kile kinachopendwa na watu wengi. Kweli ni neno la nani? La Mungu. Haleluya. Anasema katika hiyo Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa mwabudu halisi utakiwa kumwabudu katika nini? Kweli. Katika kweli. Kisoma ile Yohana 4:23-24, kwamba si roho tu bali pia katika kweli. Ibada ya kweli haiwezi kutenganishwa na neno la Mungu. Haleluya. Kusifu kuliko sahihi hakuwezi kutenganishwa na neno la nani? La Mungu. Sema natafuta utakao mwabudu katika roho na nini? Na kweli. Katika roho na nini? Na kweli. Tutaona hapo mbele kwa nini kweli ni muhimu sana. Kwa nini tusibaki tu kwenye roho? Kwa nini tusibaki tu kwenye roho? Kwa sababu nasema wale waongozwa na roho utimiza yote. Sasa kwa nini tusibaki tu hapo kwenye roho? Kwa nini kweli imezungumziwa hapo? Haleluya. Roho ufanya ibada iwe hai, kweli uifanya ibada iwe safi, sahihi na yenye msingi.
Roho hufanya ibada iwe hai, kweli huifanya ibada iwe safi, sahihi na yenye msingi. Tusome Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 20. Efeso sura ya 2 mstari wa 20. Efeso sura ya 2 mstari wa 20. Efeso sura ya 2 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Kweli huifanya ibada iwe safi, sahihi na yenye msingi. Haleluya. Kama vile unavyojenga nyumba, kwanza unatakiwa uzingatie kwenye msingi. Haleluya. Yaani huku juu chochote kitakachoendelea kinategemeana na msingi ulikuwaje. Kama ulikuwa na mawazo ya kujenga nyumba yako tu ya kawaida, ukajenga msingi wako, leo ukipata fedha ukasema nataka nijenge gorofa, itabidi ubomoe kwanza ule msingi, kwa sababu hiyo gorofa haitoweza kukaa kwenye ule msingi wa nyumba ya kwanza ulioitegemea. Kwa kweli huifanya ibada iwe safi, sahihi na yenye msingi. Mkristo au muamini hawezi kuishi maisha ya kiungu bila kuelewa kweli ya Mungu. Hatuwezi kuliishi neno bila kwanza kulielewa hilo neno. Haleluya. Hatuwezi kuliishi kama tulielewi. Hatuwezi kumwabudu Mungu sawa sawa kama hatumjui Mungu sawa sawa. Ibada ya kusifu na kuabudu inatakiwa ijengwe juu ya ufunuo sahihi unaotokana na neno la Mungu. Haleluya. Huo ndio msingi, huo ndio msingi. Kwa ukianza kuuliza maswali, ukianza kutafakari, kwa nini tunasifu, kwa nini tunaabudu? Kwa unatakiwa uje, kwani msingi wa kusifu na kuabudu ni upi? Na kama msingi umeharibika, nini kitatokea? Mungu atusaidie kanisa. Kwa neno la Mungu, hiyo kweli ndiyo msingi. Mwabudu halisi atakiwa kuabudu katika kweli. Kipengele cha kwanza, neno au kweli ulinda ibada zetu kutokuwa za hisia tupu. Neno au kweli ulinda ibada zetu kutokuwa za hisia tupu. Ibada inaweza kuwa na machozi, inaweza kuwa na sauti nzuri, mziki mzuri na msisimuko mkubwa, lakini kama haijatokana na kweli inaweza kuwa hisia tu. Haleluya. Haleluya kanisa. Neno la Mungu linasemaje kwenye eneo fulani la wimbo fulani? Asema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa ile neno ambalo linajenga msingi kwenye ibada yetu ya kusifu na kuabudu, mtu akitafakari, akizama hapo, inakuwa sio hisia tu. Haleluya. Inakuwa sio hisia tu. Lakini kama hakuna huu msingi sasa, inabaki kuwa ni hisia. Inabaki kuwa ni hisia. Mtu anaweza kulia kwenye wimbo lakini asitubu. Anaweza akalia lakini asitubu. Hisia zikamfanya akaimba mpaka akatoa machozi, lakini asiwe na eneo la kutubu. Ndio maana tuna changamoto siku hizi ndani ya makanisa kwamba wako vijana, wako watu wazima, wamama kwa wababa, wanamsifu Mungu vizuri, lakini
maisha yao hayako sawa sawa. Mungu atusaidie. Mtu anaweza kucheza kwa furaha lakini moyo wake haujabadilika. Mtu anaweza kuimba kwa sauti nzuri lakini ujumbe wa wimbo hauna neno la Mungu. Kwa sauti nzuri anaimba, lakini kwenye huo wimbo aliko neno la Mungu kabisa. Mtu anaweza kusema Roho ameniongoza, lakini kile anachofanya au kuimba kinapingana na maandiko au neno la Mungu. Lakini amesema ana nini? Ameongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndio maana hapo utaona roho na nini? Na kweli. Hatari ambayo tunaweza kutumia neno kuongozwa na Roho kama sababu ya kufanya mambo yanayopingana na maandiko au na neno la Mungu. Kwamba iko hatari ya kutumia sababu kwamba Roho ameniongoza nikatunga huu wimbo. Lakini je, huo wimbo unatokana na nini? Unatokana na nini? Msingi wa huo wimbo ni upi? Roho Mtakatifu hawezi kupingana na neno lile ambalo yeye mwenyewe alilivuvia. Haleluya. Tunajua kwamba Biblia yetu imeandikwa na watu ambao waliongozwa na kuvuviwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa inakuaje? Inakuaje? Nyimbo yako, wimbo wetu, nyimbo tunazoimba zinapingana na hilo neno. Alafu tunatumia kisingizio kwamba niliongozwa na Roho. Yesu mwenyewe alisema sikuja kutengua, hakuja kubadilisha. Wewe ni nani? Wewe ni nani kusema Roho amekuongoza afu ukapingana na neno? Wewe ni nani? Mungu atusaidie kanisa. Roho Mtakatifu hatoweza kupingana na neno lile ambalo yeye mwenyewe amelivuvia. Kwa ukishaona tu kwamba kuna ukinzani kati ya huo wimbo wako na neno la Mungu, achana nao tu. Hata kama ulikuja wewe, achana nao tu. Kwa sababu kipimo, msingi wetu ni neno la nani? La Mungu. Waabudu halisi na wapasa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa sababu yupo baba wa uongo. Baba wa uongo yupo, naye anawatokea watu, naye ana imitate, anaigiza kuwa kama malaika wa nuru, lakini si wa nuru, akakufunulia wimbo. Sasa huo wimbo lazima uchukue, upitishe kwenye mizani ya neno. Ukikaa pale, ukitoshea hapo, ndio nasema Bwana amenipa neno, amenipa wimbo. Haleluya. Mungu anataka roho na kweli. Roho na nini? Na kweli. Haleluya. Haleluya kanisa. Mwabudu halisi, uabudu katika kweli. Kipengele cha pili, kweli au neno la Mungu umbadilisha muabudu. Kweli au neno la Mungu umbadilisha muabudu. Tusome Warumi ile 12 mstari wa pili. Warumi 12 mstari wa pili. Warumi 12 mstari wa pili. Warumi sura ya 12 mstari wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii,
bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amina. Fungua tena Yohana 8:44. Yohana 8:44. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 44. Neno la Mungu linasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema aliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Amina. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ndiyo mzizi wa mabadiliko ya kweli. Ibada ya kweli inayotokana na kweli inabadilisha akili, moyo na mwenendo wa muabudu. Ibada ya kweli inayotokana na kweli inabadilisha akili, moyo na mwenendo wa huyu muabudu halisi. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa kama huyu muabudu halisi, au kama tunataka kuwa waabudu halisi, lazima tukae katika kweli. Tukae katika neno la nani? La Mungu. Hilo ndio likae kwa wingi, kwa wingi, kwa wingi, kwa wingi. Nikujue kwa mapana, kwa marefu na kwa kina. Haleluya. Haleluya. Uko msemo wa Kiswahili kwamba usiyapime maji. Kwa nini? Kwa nini unasema hivyo? Ili ujue kina chake. Kina chake. Je, utamwabudu Bwana katika roho na kweli kama kina chako kipo hivi? Hapana, natakiwa uende sana chini. Umjue ili uweze kumwabudu, ili uweze kumsifu. Hiyo ndio inayotakiwa kwa mwabudu halisi. Hiyo ndio inayotakiwa kwa mwabudu halisi. Kumjua Mungu, neno lake liweze kubadilisha maisha yetu. Haleluya. Hakuna neno lililo ndani ya wimbo la kufanya badiliko, na tunajua sifa ya neno. Sifa ya neno ni nini? Ni kama upanga ukatao kuwili, unatenganisha nini? Mafuta. Sasa ili neno likiwa ndani ya nyimbo zetu, wale wanaosikia, ndio maana unakuta mtu amepita tu kule akasikia sifa, neno lile likagusa kule. Lakini kama nyimbo zetu tutaimba tu ili mradi kwa sababu zinaendana na mziki, kwa sababu ndio muondoko wa kisasa, takosa nguvu ndani yake. Mwisho wa siku tutaanza kusema tunasifu sana, tunaimba sana, lakini hatuoni uwepo wa Mungu, kwa sababu tumeacha. Anasema wamwabudu halisi imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Nyimbo tunazoimba si burudani tu, ni vyombo au njia ya kufundisha neno la Mungu au kufundisha kweli ya Mungu. Kwa hiyo kama tukishindwa kutumia nyimbo zetu za kusifu na kuabudu, tukishindwa kuzifanya ziwe na neno la Mungu, zinatengeneza makosa, zinatengeneza, Kiingereza nasema false doctrine. False doctrine.
ile tunasema ni mwenendo fulani ambao umeenda kinyume. Tunakuwa na liturujia zisizokuwa sahihi. Tunakuwa na mazoea fulani yasiokuwa sahihi. Kwa sababu gani? Nyimbo zetu hazina neno la nani? La Mungu. Hazijapimwa umo zikakaa na zikatoshea. Mwalimu kila siku anachukua mfano wa kusema shetani na mama mkwe wake wanalia. Aya, watifu ukiimba kila siku, falsafa gani inajengeka ndani? Soda kuna nini? Falsafa gani inajengeka hapo? Kwani neno linasema hivyo? Eti kuna kula na kunywa kule? Hakuna. Lakini sasa ndio nyimbo zetu zikiwa sehemu hiyo ya kutengeneza tu hisia, za kutengeneza hisia, tunaanza kutengeneza false doctrine. Tunatengeneza makosa ndani ya kanisa. Mungu atusaidie kanisa. Haleluya. Kweli au neno la Mungu lazima likae wingi ndani yetu. Nyimbo zinaweza kumuinua Kristo au kumuinua mwanadamu. Nyimbo zinaweza kumuinua Kristo au kumuinua mwanadamu. Nyimbo zetu zinaweza kuleta toba au kuchochea hisia tu. Zinaweza kuleta toba au kuchochea hisia tu. Tusome Waebrania 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Tasoma. Amen. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawa nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Haleluya. Sema tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Tena lijepesi kutambua mawazo na makusudi ya nini? Ya moyo. Leo kuna mtu ameshikwa na mambo ya dunia, shida zimemwandama, anatamani hata kujinyonga. Akija humu ndani kupitia kusifu na kuabudu, neno la Mungu likiwa katika nyimbo zetu, hilo neno litatambua hayo makusudi ya moyo. Haleluya. Hilo neno litayatambua hayo makusudi ya moyo na kuachilia badiliko. Huyu mtu anaanza kuhudumiwa kwanza kupitia kusifu na kuabudu. Yule adui ambaye alifunga fahamu wake anaachia, kwa sababu neno limetambua. Sasa kwetu viongozi wa ibada, kwetu viongozi wa sifa, tunapaswa kuchunguza nyimbo kabla ya kuziimba. Viko vipengele 4 vya kuchunguza. Je, wimbo huu una kweli au una neno la Mungu ambalo linatoka katika Biblia? Je, wimbo huu una kweli au neno la Mungu linalotoka kwenye Biblia? Je, wimbo huu unamtukuza Kristo au unamtukuza mwanadamu? Wimbo, je, unamtukuza Kristo au unamtukuza mwanadamu?
Kweli wimbo unaweza ukawa unagusa hisia, kweli unagusa hisia wimbo, lakini unamtukuza Mungu au unamtukuza mwanadamu? Haleluya, haleluya kanisa. Jana kuna sehemu nilikuwa naangalia, mtu akachukua wimbo ule wa usimtume mtu uje mwenyewe, kwenye vichekesho ameutumia. Lakini tukiangalia kwenye Biblia tunaona kuna maeneo mengi ambao Mungu yeye aliamua namna ya kumtuma mjumbe wake yoyote amtakaye. Mungu atusaidie kanisa. Yoyote amtakaye. Hata punda anaweza kumtumia. Ndio maana akamtumia punda kwa yule nabii, akasema wewe, mimi nilikuwa na wewe siku zote, kwani nishawahi kukufanyia hivi? Nishawahi kukufanyia hivi? Sawa, unamtaka Bwana aje akuhudumie. Kuna mambo ya kupima na kulinganisha. Haleluya. Haleluya kanisa. Sisemi kama ni mbaya, hapana. Najaribu tu kuonyesha kwamba kuna sehemu ya kufanya makosa kama neno la Mungu alitojaa kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Je, wimbo huu unaongoza watu kwenye toba, imani, shukrani na utakatifu? Toba, imani, shukrani, utakatifu. Toba, imani, shukrani, utakatifu. Alo mbinguni, nataka gari. Alo mbinguni, nataka nyumba. Mungu atusaidie kanisa. Je, wimbo huu unaongoza watu kwenye toba, imani, shukrani, utakatifu? Je, unaweza kusimama mbele au kabla ya neno la Mungu? Sisi ndio watengeneza njia, watu wa kusifu na kuabudu. Sisi ndio watengeneza njia. Kama njia tutaitengeneza imejaa miba, hao watu wakipita, watu nini? Watajikwaa njiani. Kile tunachoimba mara kwa mara kinatujengea kile tunachoamini. Haleluya. Tunachokiimba mara kwa mara kinatujengea kile ambacho tunaamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vipengele vimebakia hapo katika eneo la mwabudu halisi, umwabudu Bwana katika kweli. Haleluya. Haleluya kanisa. Kwa leo tutaishia hapa. Tutazame kama yako maswali. Kama yako maswali. Kama yako maswali. Haleluya. Neno la Mungu linatakiwa kujaa kwa wingi ndani ya mioyo yetu kama watu ambao tunataka kumwabudu Mungu katika roho na nini na kweli. Naomba maiki kwa mama pale nyuma. Nina swali moja kidogo huwa linanisumbua. Swali langu nataka kuuliza au kufahamu. Kwanza nashukuru mwalimu, umetuelekeza vizuri kwa somo lako zuri. Wamwabuduo Mungu yawapaswa wamwabudu katika roho na kweli. Amen. Barikiwe sana kwa somo hilo. Mimi kuna jambo moja huwa linanisumbua au linanitatiza, hasa wakati wa kuabudu. Viongozi wa sifa hawana shida, wako vizuri kabisa,
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina shida nao kwa kweli, kutoka rohoni wako vizuri, wanasifu vizuri, uwepo unashuka kwenye kuabudu, nguvu za Mungu zinashuka. Tatizo langu ni kwa sisi washirika. Unakuta wakati wa kuabudu watu wamezama kumwabudu Mungu, unakuta mshirika anatoka nje anaenda kununua maji, sijui anaenda kununua ndizi. Yaani hilo lipo, hilo tatizo naliona, ni ambalo linaendelea kila ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo linanisumbua. Wakati ule anatoka au anaingia, utakuta anakugonga, anakugusa, wewe umezama. Sasa ukishaguswa ile, kuna hali fulani huwa inatokea. Akikugonga kuna hali tofauti ambayo inatokea. Lazima atakutoa katika ule uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hilo naomba niwekwe sawa. Inakuwa kuaje wakati wa kuabudu? Mtu huwa unajisikiaje mshirika upo kwenye uwepo wa Mungu unatoka nje? Kwa hiyo naomba nisaidiwe katika hilo. Kanisa tuwekwe sawa. Amen. Kusifu na kuabudu. Nafikiri toka lipoanza ili somo kumekuwa kuna maswali na michango, na hata wiki iliyopita watu walitaka kuchangia lakini muda haukutosha. Ingelikuwa ni vema kwanza tukashughulikia yale ambayo tulitaka kuchangia kuhusiana na somo ambalo lilianza. Nafikiri swali kubwa ilikuwa tuabudu namna gani? Jinsi ya kuabudu. Je, tuchukue hata mitindo ya kidunia, namna ya kuabudu na sisi tuabudu? Tucheze kama wanavyocheza watu wa dunia ili mradi tu tunacheza? Tulikuwa tunatafuta namna gani nzuri inayofaa sisi kuweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mtumishi wa Mungu Ogutu alizungumza, alitoa andiko la Warumi 12 mstari wa 2. Msifuatishe namna ya dunia jinsi ya kuweza kufanya. Swali lazima tujiulize, tusifuatishe katika nini? Maana kama hatutajua, tunaweza tukawa tunatembea tunachanganya, sisi tunaona kwamba tuko sawa. Tusifuatishe katika nini? Lakini Biblia pia katika matunda ya Roho Mtakatifu kuna tunda linasema kwamba kuna tunda linaitwa kiasi. Kiasi katika nini? Sasa mimi naanza kuchangia. Amina, dakika moja imebaki. Ukinipa mta dakika moja, labda nitakaa sitachangia, kwa sababu nitahitaji kutoa maelezo ili mtu apate kuweza kuelewa. Kama yupo ambaye anaweza kutumia dakika moja akatoa mchango, mimi utanipa wakati mwingine muda ambao nitaweza kuwakilisha ujumbe wangu. Sasa sijui inaruhusiwa kuendelea. Endelea. Mwalimu, leo umegusia jambo zuri sana kwamba imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kweli ni nini? Umegusia kwamba kweli ni neno la Mungu. Neno la Mungu hapo ina maana ndio tumepewa kama msingi wa kumwabudu Mungu. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Manake katika somo hili ulivyoanza ulisema kwamba kuabudu, kama nitakumbuka vizuri, tanukuu nasema kuabudu ni tendo la kutoa heshima juu kabisa kwa mtu, kitu au Mungu ambaye ni tunaamini kwamba ni mtakatifu. Amen.
Amen. Amina. Sasa Yesu hapo anatuelekeza kuabudu kwetu kunapaswa kuwa katika roho na kweli. Kila mtu anayo roho, lakini anapokuja mbele za Mungu lazima aabudu katika roho na kweli. Manake aabudu katika neno. Msingi ni neno, na ile msifatishe namna ya dunia ni moja wapo ya neno. Kama tutatoka nje ya neno, tunaweza tukasema tunaabudu, kumbe tunaacha msingi, halafu tunakuja tunafanya mambo ambayo yanatakiwa kujengwa juu ya msingi. Maana katika neno la Mungu kuna msingi, halafu kuna mambo ambayo yanakuja juu ya msingi. Yote ni neno la Mungu. Asema, ninyi mnaoimba nyimbo za upuuzi pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Hapa anasema kabisa kwamba Daudi ndiye mwanzilishi wa nyimbo za vinanda. Daudi ndiye ambaye alizungumza tuimbe na kucheza. Daudi alikuwa ni mfalme, na hizi tunazosoma Zaburi ni nyimbo. Roho Mtakatifu ameziingiza zipate kibali kuwa kama sehemu ya neno. Lakini Daudi alikuwa mfalme, hakuwa nabii. Hakuna nabii ambao utakuta kwamba Mungu alimtuma azungumze haya aliyozungumza Daudi, ijapokuwa yana kibali, ijapokuwa yana uzuri, lakini sio mambo ya msingi. Mambo ya msingi ni neno. Neno ukisoma ukweli, ukisoma katika Mithali sura ya 3, anasema rehema na kweli zisifarakane nanyi, zifunge shingoni mwake, ziandike katika kibao cha moyo wako. Manake hiyo ni ibada. Kama watu tunamwabudu katika roho na kweli, tunaabudu katika roho na neno hilo tunatakiwa tulifunge shingoni, tuliandika katika kibao. Kwa kufanya hivyo, ina maana tayari tunafanya ibada. Yani kifupi ni kwamba utii wa neno la Mungu ni sehemu ya ibada ya siku moja ya kila siku ya kila Mkristo. Amina. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli, yani katika roho na neno la Mungu, na neno la Mungu ni Kristo. Malizia. Kwa hiyo namalizia, mtu akielewa inakuwa ni vema zaidi kuliko akifanya kitu pasipo kuelewa. Kwa hiyo tunapotii neno ndipo tunapokuwa katika kuabudu. Sasa swali ni namna gani tuabudu? Tusifuatishe namna ya dunia katika kufanya. Tusifuatishe, tuchambue mambo ambayo hatutakiwi kufuatisha. Yepi tufuatishe, yepi tusifuatishe? Hapo ndipo tutakapoweza kufikia katika kilele kizuri cha kujua tunatembea vizuri namna gani katika kuabudu kwetu. Mimi nilielewa zaidi ibada. Tunapoita ibada ni kitu ambacho kimegharamiwa kwa gharama kubwa sana, ambayo sasa hivi tuseme praise au wana wa Asafu hawaioni. Kwa nini nasema hivyo? Siku ya Jumapili kama leo ambao tunasema ni siku ya ibada, kuna watu walikesha kwa ajili ya kuiombea hii siku. Kuna mchungaji alikesha kwa ajili ya kutafuta neno la kufundisha katika ibada. Kuna watu waliingia gharama kwa ajili ya kuandaa ibada. Lakini sasa hivi tunafikia katika ule moyo ulioandaliwa, praise wanakuja wanatibua, wanavuruga maana yote halisi ya maandalizi yote yaliyofanyika. Na mwisho wa siku tunakuja ibada ya mazoea. Ibada ambayo hawa wana wa Asafu hawaiangalii kwamba kuna watu walijiandaa kwa gharama kubwa, kwa kuwekeza kwa wingi ili iweze kufanikiwa, kwa sababu wamekuwa wanaenda katika mazoea, wanaimba kimazoea. Kuna nyimbo nyingine unasikia wanakuambia hizi ni nyimbo zetu, tumeziandaa sisi wenyewe. Lakini hizi nyimbo ukija kuziangalia,
kama ni tenzi ya rohoni imebadilishwa, haiaksi hata ule mwenendo wa kuimba, haiaksi, haiendani na Wapentekoste. Niseme tuna taratibu zetu, tuna mienendo yetu. Ukisikia anasema Bwana Yesu asifiwe, sikiliza, unajua huyu ni Mpentekoste. Lakini ukisikiliza anakuambia nendeni kwa amani ya Bwana, unajua huyu ni Mromani. Sasa kwa nini tunaanza kuzibadilisha hizi nyimbo ambazo ni tenzi za rohoni, tunaanza kuzibadilisha, kuzileta katika sehemu ambayo sio, na kuiondoa kabisa maana halisi ya ule wimbo? Unakuta kama ni cha kutumaini sina, ukiangalia jinsi inavyoimbwa, yani hata we mwenyewe ule moyo uliouandaa kuja katika ibada unaamua ukae chini, kwa sababu haiendani kabisa na haiaksi kabisa. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwa praise kwamba tuleteeni zile nyimbo ambazo hizo za zamani, ambazo tune hiyo ya zamani tuende nazo, kwa sababu hizo ndo tune za kirokole tunazozijua. Lakini mnapozibadilisha, basi mtubadilishie hata usomaji wa Mathayo, uanze kusoma Mathayo. Kwa nini hizo hamzibadilishi, mnakuja kubadilisha huku? Kwa tunahitaji zile tune zile ambazo tumezizoea za Kipentekoste, ndizo tutembee nazo, kwa sababu mtu amekuja au amevunjika moyo, anataka asikie uhalisia kile kitu kinachoimbwa ili kiweze kumuokoa, kiweze kumponya. Lakini unapoleta kitu ambacho tayari kimemixiwa, anashindwa kuelewa, anatoka na jeraha lake anarudi nalo na huwezi kumsaidia. Huo ulikuwa mchango wangu, lakini swali langu na maswali kama matatu. Jitahidi dakika, muda wetu sio rafiki sana. Swali langu la kwanza linatoka katika Wakolosai 3:16. Sitasoma ila tu mtasoma. Kwa nini Wakolosai nasisitiza neno la Mungu likae kwa wingi wakati wa kuimba zaburi na tenzi za nyimbo za rohoni? Linatoka katika Wakolosai 3:16. Swali langu la pili, tunawezaje kutambua tofauti kati ya uwepo wa Roho wa Mungu na msisimko kihisia unaotokana na mziki? Ni kikoti kutoka ile aliyosoma hapa mzee Amosi 5 sura ya 5 ile mstari wa 21 hadi 24.